Wakati kukiwa na sintofahamu ya ukweli wa alipo mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO Faustin Mafwele na kile kinachozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, kamanda wa kanda hiyo Jumanne Murilo ametoa kauli. Hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii watu waliodai kuliwakilisha kundi linalojiita Tanganyika Freedom Fighters walichapisha jumbe unaomhusisha Mafwele katika madai mbalimbali ambayo hayajathibitishwa rasmi. Katika ujumbe huo watu hao walitoa kauli kali dhidi ya Mafwele wakituhumu kwa masuala yanayohusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Akifafanua sintofahamu hiyo, kamanda Murilo ameufananisha ujumbe wa kundi hilo kama riwaya ya Shaban Robert za kusadikika. Amesema katika mambo ya kusadikika unaweza kusikia mtu amekufa alafu ukamuona. Kamanda Murilo ametoa kauli hiyo alipoulizwa swali na mwandishi wa Mwananchi kuhusu ukweli wa ujumbe wa kundi hilo la alipo ZCO Mafwele. Msikilize hapa akizungumza. Hii ni VOT Media, tumechangamka. Ya tendo la kihalifu. Tofauti na baadhi ya mitazamo ya watu. Wananchi wengi wanataka usalama, wananchi wengi hawataki vurugu, wananchi wengi hawapendi wahalifu. Wawe ni baba au mama. Sisi ndio tunapata taarifa. Ya simtaki huyu ni mhalifu. Kwa hiyo sisi shughulika naye sasa sheria jana na jinsi ambavyo kuwa ya taarifa zile. Bado vilikuwa moja ya kitabu chake kiliitwa kitabu cha kusadikika. Sadikika. Vitu vya kufikirika. Kwenye jamii kuna makundi na watu wa namna hiyo wanaokuwa na vitu vya kusadikika na vitu vya kufikirika. Sasa katika riwaya ile alieleza moja ya majibu ya watu wa mitizamo wa fikra za kusadikika. Unaweza kukaa usiwajibu, lakini majibu baadaye wakayapata wenyewe kutokana na uhalisia. Kama unasema mtu fulani amekufa alafu unamuona mfano na hujatoa majibu mtu amekufa au hakufa. Kwa hiyo mzee Shaban Robert kwenye riwaya zake zile fikra za kusadikika alikuwa anatoa majibu. Kwa hiyo ulijibu swali lako, mimi naziona ni kama riwaya za kusadikika. Kwa hiyo wakati mwingine sihitaji kukujibu kwa sababu wewe unakuja mara kadhaa, na nakumbuka baada ya taarifa ile ulikuja na nakumbuka ulimuona. Sasa mimi kuhitaji kujibu kwamba ilikuwaje. Kwa hiyo mzee Shaban Robert miaka ile alishaona hali hiyo, kwa kutakuwa kuna vitu vya kusadikika, vya kufikirika. Sasa nadhani nimekujibu ya riwaya la mzee Shaban Robert.